wanaosema lazima tuwe na serikali ya mkataba. Sasa mkataba ni pande mbili, wewe Tanganyika uko wapi? Utajadili na Ruhani? Tufanye tuwe na hizi serikali tatu, awepo Tanganyika ili tujadiliane naye. Dada yangu mmoja tulipokuwa wadogo alipenda sana kuwa mtawa wa kanisa Katoliki. Na kwa bahati nzuri marehemu Kardinali Laurent Rugambwa wakati huo yu hai. Miaka ile ndio anachoka umri wake na Vatican wanampeleka Dar es Salaam Askofu Pengo kabla hajakuwa kardinali. Wakati huo wa Katoliki wa Dar es Salaam tulikuwa tunamuita Askofu Mfipa. Kardinali Rugambwa akaanzisha shirika la dada wadogo, na nadhani lilikuwa ndio shirika la mwanzo la watawa wa kike wazalendo. Shirika hili awali lilianzia parokia ya nyumbani kwetu Mbagala, na kanisa letu la awali likavunjwa na kuhamishiwa Mbagala zake. Eneo lilipovunjwa kanisa letu wakajenga makazi ya watawa hawa dada wadogo. Kwa hiyo miongoni mwa mabinti waliopenda utawa wakiwa na sifa walijiunga. Na dada wa Mwanakwetu akiwa miongoni mwao. Dada yangu huyu akawa utawani kwa miaka zaidi ya 16. Ila jambo lina mwanzo na mwisho wake. Kikubwa ni kuomba Mungu tu mwisho uwe mwema. Dada wa Mwanakwetu maisha ya utawa yalimshinda na akarudi nyumbani. Binadamu aliyeishi utawani kwa miaka 16 ni mingi mno. Mambo ya utawani, ratiba ya maisha ya huko, uraiani na utawani ni vitu viwili tofauti. Watoto waliokuwa wadogo aliowaacha miaka 16 sasa walikuwa wakubwa, na wengine wameshapata maisha yao. Wale rika zake akiwamo Mwanakwetu tulishaondoka majumbani. Huyu dada wa Mwanakwetu umri umeshaenda, akawa njia panda nyumbani kwetu. Je, anafanyaje? Mwanakwetu akapigiwa simu na kuelezwa kilichotokea. Kikubwa ndugu yake huyu Mwanakwetu ni nyumbani, na je anamsaidiaje? Swali likawa gumu, na je yeye mwenyewe anahitaji kufanya nini? Dada yangu huyu alichagua cha kufanya na eneo la kwenda. Maisha ya utawa wanafanya kazi sana za mikono. Na huyu wa mjini alikuwa hodari wa kazi za mikono. Mazingira yaliyochaguliwa na huyu mtawa wa zamani akaamua akakae Zanzibar aendeshe maisha yake huko. Jamaa tukaulizana kwa nini aende ugenini mbali na kwetu. Jibu lake lilikuwa hili: kila akitembea mitaani Wakristo wenzake wa zamani wanamjua, wanamuuliza dazani ya maswali. Sister za siku, sister mbona uvai nguo zako za utawa? Maswali haya yalikuwa yanamnyima raha, lakini wanauliza wana haki, maana alikuwa mtawa wa kanisa lao Katoliki mtume. Wanaomuuliza ndugu yao kwa nia njema tu. Hivyo basi kuipata amani ya uamuzi wa kuishi Zanzibar ilikuwa sahihi mno. Maisha haya ninapita tu, hali ya sasa
ni kwa muda tu. Ushindi wangu ukaribu nami, tetezi wangu yu hai, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo. Silalamiki wala sikufuru, najua ni darasa napitishwa. Imani yangu ipo kwenye kipimo, najua nitapita tu. Sitamani ya wengine wala sijilinganishi, najua wakati wangu upo. Siogopeshi na mapito ninayoyapitia, na mwamini yule aliyeruhusu nipite. Sitabaki kama, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, kweli sitabaki kama hadi lini ya muda tu, hadi hapa ninafika tu, kweli ninavuka, kuna mahali nakwenda, sitabaki kama, sitabaki kama nilivyo. Tetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, tetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, hey, tetezi wangu yu hai, anaishi, yu hai, sitabaki kama nilivyo, tetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai. Mwanakwetu wakati huu ni Lord Mwanakwetu. Pesa anayo, na mie nikatia mkono wangu wa kumsaidia ndugu yangu huyu na yeye kwenda zake Zanzibar. Akiwa Zanzibar, pesa na mtaji nao kibindoni, anatakiwa kuanza shughuli zake. Anaambiwa kuwa wewe hauwezi kumiliki ardhi hapa Zanzibar, kisa wewe unatoka Tanganyika. Huyu mtaa wa zamani anashangaa, kila kitu anacho, lakini anakutana na kijiji cha utanganyika wake katika taifa moja ambalo uraia ni huo mmoja wa Utanzania. Wenzake wa upande wa pili, mamlaka yake inamgomea kumpa ardhi. Mwanakwetu nikajulishwa kwa simu kilichotokea. Dada yangu huyu akasubiri Zanzibar kwa miaka miwili, ikabidi awe amenyofua mtaji wake kidogo kidogo, na safari za Zanzibar Dar es Salaam zikaibuka. Baada ya miaka miwili akatujulisha juu ya mtaji wake umekata. Hapo Mwanakwetu, sina pesa na nishakuwa rofa, sina cha kumuongeza. Dada yangu huyo akapewa mtaji na ndugu mwingine na kuanza biashara zake kwa kujikongoja. Kumbuka kakaa utawani miaka 16, nako Zanzibar kakaa benchi miaka miwili. Sasa miaka 18, karibu miaka 20. Hii Tanzania huru ambayo tunadai Nyerere na Karume walipigania uhuru. Huyu Mtanganyika yupo huru kufanya shughuli zake eneo atakalo. Iweje kwa Zanzibar anatakiwa kae miaka miwili benchi? Kupa
ibarua kuwa kijaka kupa hakulete ibarua kukupa usingizini pasi mwene kujua kwenda pia sikupata bure unajisumbua jua joka jua joka jua joka jua joka niani kibaki leje kukimedondoka. Msikilizaji wangu, swala la no reform no election linamkumbusha mwanakwetu kisa hicho cha dada yake huyu, maisha ya Watanganyika namna wanavyoteseka wanapotaka kuishi Zanzibar. Huyu mama kama angekuwa haogopi maswali ya ndugu zake, kwa nini avae nguo za utawa, asingaliweza kuvumilia miaka hiyo miwili ya kungoja awe Mzanzibari mkazi. Lakini alikuwa na kifungo cha maswali hayo kutoka kwa Wakatoliki wenzake wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Unaweza kujiuliza msikilizaji wangu, leo mwanakwetu ana jambo gani? Kwa nini anadiriki kumsimulia dada yake mtawa wa zamani? Majibu katika hili ni haya, juu ya no reform no election. Mahaba na fundi najua tangu zamani, ukiwa na pingamani utoki kwangu machoni, na kupenda unipendi lakini ya kwa nini? Jua joka jua joka jua joka jua joka niani tekibaki lecha kimedondoka. Koroma duinati japodika jikatika usigope na mkwezi hata kakasirika mtawe ya udadadi uwezi kazi ya duka jua joka jua joka jua joka jua joka sianike kibakile jo kimedondoka. Unafanyaje? Hilo ni tatizo la ngapi? Nimesema kuna tatizo la huo ugonjwa sugu wa kura feki, uteuzi wa wagombea. Wakati ugonjwa mwingine wakati wa kampeni, vurugu dhidi ya wagombea upinzani wakati wa kampeni. Hakuna, sidhani katika nchi hii, Mheshimiwa Lema mtanisaidia hapa na Mheshimiwa Heche, nani wa Chadema mgombea ubunge ambaye hakupelekwa kwenye kamati ya maadili kwenda kushughulikiwa? Nani ambaye hakusimamishwa kufanya kampeni wiki moja au mbili au ngapi? Nani ambaye hakuvurugwa na polisi, mikutano yake kuzuiliwa nini? Sawa sawa, ndio hadithi ya kampeni zetu, au sio? Vurugu dhidi ya wagombea wa upinzani wakati wa kampeni. Lakini kuna kitu cha kwenye kampeni ambacho hatukizungumzi sana, but it was deadly.
Kuna kampeni za uchaguzi zisizokuwa na mabango. Nani aliyeweka mabango 2020? Mimi najua sikuweka hata moja. Mgombea gani aliyeweka mabango? Tulikutana na sheria sijui imetoka wapi katika halmashauri zote inayosema ukitaka kuweka bango ulilipie ushuru wa matangazo. Ushuru wa matangazo huo unalipwa kwa matangazo ya biashara, kwa watu wanaotangaza biashara zao. Sisi kwenye uchaguzi tunatangaza biashara gani? Na ushuru wa kulipia bango moja ni mkubwa kuliko gharama ya kulitengeneza bango lenyewe. Kwa hakukuwa na mabango ya wapinzani uchaguzi mzima. Vyombo vya habari kwenye taarifa ya Profesa Mukandala na kile nani chake wametengeneza ripoti. Hiyo ripoti yao kwenye vyombo vya habari is probably the best analysis ya vyombo vya habari ni vya nani wakati wa uchaguzi. Na jibu lao ni vyombo vya habari vya CCM vyote. CCM ilikuwa na exclusive control ya live coverage. Exclusive. Hakuna mkutano wa CCM wa kampeni za rais ambao haukuwa live. People! Watanzania tumekuja! Watanzania piga kelele! Mwalimu! Nasiri! Vivas! Vivas! Chadema! Kumekuja! Hai hai! Hai hai! Kula bro! Kwa Chadema! Hai hai! Songa mbele! Songa mbele! Tusichoke! Watanzania! Tupige kura! Hai hai! Chadema yetu! Kumekuja! Hai hai! Hai hai! Vivas! Tusichoke! Hai hai! Uoga basi! Vitisho basi! Kura zote! Kwa Chadema! Hai hai! Hai hai! Yesu hai! Hai hai! Boy hai! Hai hai! Nika hai! Hai hai! Salumu hai! Hai hai! Bajaji hai! Hai hai! Wakulima hai! Hai hai! Aya Chadema! Chadema ye! Namba moja we! Chadema! Aya Chadema! Namba moja we! Vitu Chadema! Wote Chadema! Dodoma we! Wote Chadema! Twende Chadema! Tanganyika na Zanzibar sisi ni ndugu. Inakuwaje mambo yanalalamikiwa ni mengi? Viongozi wetu wanakuwa na matege na vigugumizi wa kuyatatua. Mwaka 2012 wa Tanzania waliambiwa haya. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo Jakaya Mrisho Kikwete aliunda tume ya mabadiliko ya katiba kwa mujibu wa kifungu cha 5 na 6 cha sheria ya mabadiliko ya katiba sura ya 83 kwa tangazo la serikali namba 110 la mwaka wa 2012. Tume ilikusanya maoni na kuandaa rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo iliwasilishwa katika bunge maalum kwa mujibu wa kifungu cha 31 cha sheria ya mabadiliko ya katiba sura ya 3. Rais amepewa mamlaka ya kuvunja tume ya mabadiliko ya katiba baada ya rasimu ya katiba kuwasilishwa bungeni. Mnamo Machi 18, 2014, mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba Jaji Joseph Sinde Warioba aliwasilisha rasimu ya katiba kwenye bunge maalum. Na katika kura hii ibara ambazo siziwafiki au ibara ambazo siziwafiki na ambazo nasema hapana ni ibara ya 2, ibara ya 9, ibara ya 86, ibara za sura ya 7, yani ibara 70 mpaka 75, ibara ya 128 na ibara 129. Kutokana na juhudi hiyo, kwa mujibu wa kifungu cha 31 cha sheria ya mabadiliko ya katiba, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alivunja rasmi tume ya mabadiliko ya katiba
Machi 19, 2014 kwa tangazo la serikali namba 81 la Machi 21, 2014. Hivyo kwa tangazo hilo shughuli zote za tume ya mabadiliko ya katiba zilimalizika rasmi Machi 19, 2014. Sasa kitaratibu sisi tumemaliza kazi hapa, leo anakuja anatuambia ibara hii, sura hii, na tulimtegemea yeye awemo katika wale wenzake na kutoa hoja zake kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hivyo mwanasheria kama huyu ana maslaha ya serikali ya mapinduzi Zanzibar huyu? Hafai. Ana kura tunazopiga zinatokana kila mtu na dhamiri yake. Kwa hiyo tusimhukumu mtu yeyote kwa cheo chake. Mheshimiwa Mwongozo, Mheshimiwa Mwongozo. Sasa hayo. Mheshimiwa Mwongozo. Waheshimiwa, sasa siwezi kuruhusu tena miongozo. Taarifa basi, taarifa. Kuna kaja kwa cheo chake hakuchaguliwa. taarifa kuhusu nini? Hili jambo nimelifunga. Hilo kuhusu hilo mwanasheria mkuu. Kujadili kura ya mtu ni kinyume cha katiba, kinyume cha sheria wala kanuni. Kamanda kakimbia vita huyo, hafai. Na kuombeni sana msiondoke hapa Dodoma kwa wakati huu. Ni lazima tuyapokee matokeo. Tukishayapokea matokeo ya kura za kila ibara, inawezekana baadhi ya ibara zimekataliwa. Kuna wajumbe wawili jana wamefika kwa katibu wakaonesha ujumbe wa SMS wa vitisho, na kwa kuwa waliogopa sana tumewaachia na wameondoka. Wametishwa sana. Harambe, harambe mama, harambe. Harambe, harambe mama, harambe. Harambe mama, harambe. Harambe, harambe mama, harambe. Warioba alitusaidia kila kitu, lakini serikali ya awamu ya 4 ilishindwa kukaa kiu ya maji ya Watanzania wenye kiu ya katiba mpya. Akaondoka mjomba Jakaya Kikwete bila katiba mpya. Hiyo hadi sasa ni karibu dazeni moja ya miaka 12 Watanzania hawajaipata katiba mpya. Nchi yetu ina utaratibu wa kufanya uchaguzi kila miaka 5, na tumefanya hivyo tangu mwaka 60. Kila miaka 5 uchaguzi, kila miaka 5 uchaguzi. Unapofika mwaka wa uchaguzi, hakuna raia yoyote anayeweza kusema uchaguzi usifanyike. Hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata waziri mkuu,
hawezi kulitamkia taifa kwamba uchaguzi hautafanyika, kwa sababu hili ni takwa la kikatiba. Kwa nataka niwahakikishie, sio tu wahariri, niwahakikishie Watanzania kwamba uchaguzi wa rais na wabunge na madiwani 2025 utafanyika. Lakini pia nitumie nafasi hii kusisitiza kwamba pamoja na haki ya raia kugombea na kuchaguliwa, ni kosa kubwa kukilazimisha chama chochote cha siasa kuingia kwenye uchaguzi. Tunataka niwape salamu ndugu zangu wa Chadema, yuko rafiki yangu pale Tundu Lissu na wenzake, na wapa salamu kwamba watu wasiwaonee bure. Uchaguzi huu si wa mwisho. Kuna mwingine 2030, kuna mwingine 2035, kuna mwingine 2040, mwingine 2045, mwingine 2050. Wakikosa huu wataupata ule mwingine. Mtu yoyote asiwalazimishe Chadema kuingia kwenye uchaguzi. Ni haki yao kutogombea. Na kwa mujibu wa katiba yetu, chama hata kikiwa kimoja kinagombea, kwa mujibu wa katiba wananchi watapiga kura ya ndio au hapana. Kwa kukaa tunawasema Chadema kila siku si sawa, ni kinyume cha katiba, ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo nawaambia rafiki yangu huko aliko Tundu Lissu, ana haki kabisa na chama chake kutogombea, na tutawaunga mkono chochote watakachoamua. Kugombea na kutogombea ni nini? Ni haki yao. Na ikitokea hawajagombea, basi tafadhali watukumbuke hizo kura zao. Au sio? Ndio tunajenga nchi yetu. Maana ukikosa haki ya kuchagua, ukikosa haki ya kuchaguliwa, usipoteze haki ya kuchagua. Angalau katika haki hizi mbili, hakikisha kwamba umeipata moja. Ukishindwa kuchaguliwa, basi chagua. Unakuwa umejitendea haki kama raia wa taifa hili. Na nina hakika rafiki yangu Tundu Lissu na wenzake hawatakubali kuzipoteza haki zote mbili. At least ya kuchagua wataitumia vizuri. Moja na mshikamano chama imara kinachokubalika na chenye sera nzuri kwa Watanzania, kimedumisha amani kwa taifa letu. Moja na mshikamano tunajivunia hawajui wafanye nini, uko kwao vimenuka, CCM iko shwari. Wamepanga wao wapinzani, hawana pa kushika, imewapata tufani. Hawajui wafanye nini, uko kwao vimenuka, CCM iko shwari. Hoja za kero za muungano zipo muda mrefu. Wapo watu wanaodai kuwa wale wanaoibua hoja za Tanganyika wanaonekana wabaya, wasaliti na pengine kunyima nafasi za uongozi. Wakati wenzetu wa Zanzibari wakiwa na hoja, wanaketi Zanzibar wanabadilisha katiba yao kisha wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Mara baada ya mfumo wa vyama vingi, Zanzibar inanufaika zaidi, hasa wale wanaopinga baadhi ya hoja. Hata kama wakishindwa kupenyeza ajenda zao ndani ya CCM, wanakwenda upinzani. Huko upinzani ndani ya Zanzibar na hata wana CCM wa Zanzibar, zipo hoja nyingine wanakubaliana nazo. Huko Tanganyika kwa kuwa haina mwenyewe inakuwa tabu. Hapo ipo mifano mingi. Kwanza ni ule wa Maalim Seif Sharif Hamad na wenzake akiwa CCM alikuwa kizuizini, na aliwasaidia ni ndugu yao mwenyewe Jaji Agustino Ramadhani kwa hoja kuwa hawezi kufanya uhaini Zanzibar, kwani Zanzibar haikuwa nchi wakati huo. Hata mgogoro wa mzee Aboud Jumbe na CCM ya Julius Nyerere nao ni mfano tosha. Pia kuna kesi hivi karibuni ile na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar kutoka ACT Wazalendo ambaye awali alikuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar, Othman Masoud. Wengine wanasema rais atakuwa wengi. Sasa hivi wako wawili wamepigana dini. Hakuna nchi yenye rais wawili wanavyosema. Lakini leo tunao wampigana dini. Wampigana wenyewe bungeni, lakini sio
na rais. Lakini kushakuwa na usawa, mkishakujua huyu kazi yake nini, huyu kazi yake nini. Wengine anasema manake serikali ya muungano. Si kweli. Serikali ni kuwa na dola, kuwa na katiba, kuwa na sheria, kuwa na vyombo vya dola, kuwa na nguvu za kisheria. Hivi hakimu ana uwezo pale wa kwenda kusema mtu wewe nenda jela kama ingekuwa ni mtu wa kawaida? Maana rais mwenyewe hana uwezo. Hakimu mdogo, kijana mdogo, lakini ana uwezo kwa sababu sharia ndio iliyompa. Kwa hivyo nguvu haitokani mtamchagua nani, ni namna hii rasimu hii katiba mpya mtakavyoiweka hiyo serikali ya muungano ilindwe vipi, iweje. Si kweli, si hoja kwamba haitokuwa na nguvu, itakuwa dhaifu, itavunjika. Kwa wenzetu wanayo haya. Nani anamjua rais wa Uswisi hapa? Aniambie mtu mmoja tu. Dola 100 nitampa. Nani rais wa Uswisi? Ukauliza rais wa Marekani yote mtamjua. Kwa sababu kwa wao ile serikali ya muungano ni kufacilitate hizi serikali cantons, ndio kazi yake. Sio kazi yake kuja kutawala watu. Sasa madaraka anataka yani nini? Naye kazi yake kufacilitate. Hao ndio wale waliosema mheshimiwa Sita kwamba ni uchu tu wa madaraka. Kwa sababu rais anataka una nguvu za vipi? Nasema rais wa Uswisi nani? Wala hajulikani wala, lakini kwa sababu kazi yake kubwa ni kufacilitate hawa wenyewe namna gani wataendesha. Msingi za kusema lazima tuwe na serikali mbili, hizi tunapandikizwa, tunalishwa, lakini hazina faida kwa Zanzibar, hazina faida kwa mustakabali wake. Wanaosema lazima tuwe na serikali ya mkataba. Sasa mkataba ni pande mbili, wewe Tanganyika uko wapi? Utajadili na Ruhani? Tufanye tuwe na hizi serikali tatu, awepo Tanganyika ili tujadiliane naye mengi hivi hayo. Na mimi naomba hawa wanaodai serikali ya mkataba niwakumbushe hadithi ya Ireland. Nimalizie hilo. Wa Irish na wao walikuwa wamegawanyika kama hivi mwaka 1922. Wengine wanasema lazima dola kamili, lazima tuwe na republic. Wengine moderate wanasema sawa tunataka, lakini practicable tunachoweza kukipata sasa hivi ni kukubaliwa kwamba tukawa na state yetu separate. Waingereza wakakaa kule na sisi tukakaa kule, tukawa tunaheshimiana. Yaani kama vile tuna wakopi wa Irish sasa hivi mfano wake. Kuna bwana mmoja Arthur Griffith, yeye akatumwa kuongoza watu kwenda kujadiliana na Uingereza. Uingereza akasema hatuwezi kuwapa full republic, lakini tutaingia kwenye treaty ambayo itawawezesha kuwa na serikali yenu kamili, ambayo hatoingilia, mtachagua wenyewe, mtaendesha wenyewe. Aliporudi watu wakali kweli kweli. Sisi bwana kama hujaja na republic na dola kamili hapa hatukutaki. Ukawa ugomvi, kupigana, wakauana. Kwa sababu akajenga hoja. Naomba wanaodai mkataba wasome ile speech ya Arthur Griffith ya tarehe 7 Januari mwaka 1922. Kaeleza kama haya tulionayo sasa hivi Zanzibar. Na akawashawishi wenzake, uzuri wenzake wakashawishika, wakakubali na wakamchagua rais yeye kuanza kuongoza chini ya hiyo mfumo ambao si wa republican. Lakini maskini akatimiza alilokujia mwaka ule 1922 akafariki. Na mimi nawaomba jamani, pande hizi mbili watafute pahala, wakutane, wakubaliane, tuitetee rasimu mfumo wa serikali tatu, lakini kwa kurekebisha, kwa kuhakikisha maombo ambayo yatakuwa na usawa, yatajenga msingi. Mimi ndio ninavyoliona, na ndio jambo ambalo practically tunaweza tukalifikia Zanzibar kwa sasa hivi. Na waomba sana na nyinyi vijana mulitafakari. Othman Masoud mwenyewe alisema kuwa kilichomuondoa serikalini wakati ule akiwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar ni kutofautiana na Chama cha Mapinduzi kuhusu katiba mpya. Aligoma kuunga mkono katiba pendekezo kwa sababu haikuwa kesi maisha ya Watanzania. Hakufukuzwa uwanasheria, bali alichofukuzwa ni uwanasheria mkuu tu.
na yeye sasa amekuwa mbegu kubwa katika siasa za Zanzibar. Mwanakwetu anajiuliza mengi maswali. Tangu mwaka 1964 kwa nini TANU na ASP baadaye mtoto wao sisi walishindwa kuja na muungano wa serikali moja? Sasa kuna dalili yote ya kuifikia serikali moja na ile serikali ya Zanzibar kuondoka. Wako baadhi ya watu wajinga wakiamini kuwa uwekezaji na ukuaji mkubwa wa kiuchumi wa Zanzibar kama utaifikia kilele chake kama ile ya Dubai, hilo linaweza kusababisha kubadili siasa za Zanzibar na watu wengi kutoka huko kuhamia maeneo ya Tanganyika, ambayo hilo sio sahihi. Mwanakwetu anaona hivi, maana hata hiyo Dubai inayo mamlaka yake, watu wake, serikali za mitaa na hata serikali kuu. Mawazo haya ni ya kijinga, maana Wazanzibari sio tasa na sio wagumba. Kwa hivyo Zanzibar itaendelea kuwa imara maradufu, na uimara wa Zanzibar ndio utakuwa ujio wa Tanganyika, lakini pia ndio kitakuwa kifo cha serikali ya muungano. Huku kukiwa na kijembe kama CCM ilishindwa kuipata serikali moja tangu mwaka 1977 na kuwa na serikali mbili mpaka sasa. Mwaka 1992 vyama vingi vinaanza. Kwa sasa ni vigumu CCM kufikia serikali moja. Tangu mwaka 1977 hadi mwaka 1992, hicho ndicho kilikuwa kipindi muhimu cha CCM kukimbilia muungano ule wa serikali moja, na serikali ile ya pili ya Zanzibar ilipaswa iondoke. Baadhi ya wafidhina wanachimbua zaidi na kuona kuwa kosa la CCM lilikuwa tangu ASP na TANU wakati wanaunda chama kipya CCM. Ule uteuzi wa jina la Chama cha Mapinduzi, hapo ndipo walijiloga wakisema majibu ya gereza hiyo ilikuwa hata wazee wetu wakina Kikeke Tilengwale na wenzao tangu Majimaji walifanya mapinduzi ya kupambana na wageni. Lakini sasa Tanzania ipo katika mapinduzi ya kilimo, mapinduzi ya ufugaji, mapinduzi ya kupambana na maradhi, mapinduzi ya ujinga na umasikini na kadhalika. Huku wafidhina hao wakitaja jibu la kweli wanaloamini wao kuwa mapinduzi ya Zanzibar TANU ili yabeba mapinduzi hayo ya Zanzibar na kuipa chama kipya, yani Chama cha Mapinduzi, jina hilo. Na hilo lilikuwa kosa kubwa sana la Tanganyika. Sasa dada wa Mwanakwetu na kaka zake wanakaa miaka miwili Zanzibar wakingoja wao Zanzibari wakazi. Hoja ya jina la CCM inabebwa na hoja ya atakuwa na mgombea mwenza katika nafasi ya rais. Rais wa Zanzibar alitosha kuwa mgombea mwenza, na kama Zanzibar inatoa rais, basi waziri mkuu ndiye aliyepaswa kuwa makamu wa rais, kutoa vyeo vingi kwa watu na kuipunguzia serikali gharama za uendeshaji wa watu kuwa na nafasi nyingi. Kwa hiyo hoja ya muungano na vyeo inakuwa kubwa, na wanaopata vyeo hivyo ndio wanaokuwa vinara wa kutetea muungano, ambalo hilo ni kosa kubwa. Hapa ndicho kile cha ofisi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayojishughulisha na muungano na mazingira. Hapa sasa sisi tunajiingiza katika doa baya kwamba haiwezi kulitatua jambo hili, maana Julius kayaondoka na kashindwa kufanya hivyo. Jakaya Kikwete naye kaondoka katika utawala wake awamu ya 4 na alishindwa kutekeleza hilo. Kwa hiyo hawa wanaosema no reform no election wanatiliwa maanani zaidi. Mwanakwetu anasema nini siku ya leo? Kwa uhakika chaguzi zinafanyika kila baada ya miaka 5. Hilo ni haki ya raia wa Zanzibar, raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mara baada ya kifo cha Abeid Karume mwaka 1972, walimkosa Karume na kupitia kipindi kigumu, maana mtu ambaye alitarajiwa kutoa majibu ya hoja kadhaa alifariki dunia. Miaka isiyozidi 10 baada ya mapinduzi, hawa walifiwa na rais wao madarakani. Nayo Tanganyika ambayo imejificha katika kwapa la koti la muungano imefiwa na rais wake John Pombe Magufuli madarakani mwaka wa 2021. Tangu msiba wa Abeid Karume mwaka ule 1972 kule Zanzibar, Julius Nyerere alichoweza kufanya ni kimoja tu, kuunganisha ASP na TANU na kuwa Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la msingi ambalo alishindwa ni kuwa na serikali moja, na serikali ya Zanzibar ikabaki tukawa na serikali mbili.
Zanzibar ikabaki kuwa salama na imara zaidi, japokuwa viongozi wake walipata changamoto na misukosuko. Siku zilivyozidi kwenda, Zanzibar inazidi kuwa imara na vizazi vyao vinavyozaliwa. Hata Tanganyika, kina Jakaya Kikwete wanajitahidi kuibeba muungano. Viongozi kutoka Tanganyika wanapata misukosuko, mathalan hoja ya Job Ndugai juu ya mkopo. Tanganyika inazidi kuwa imara, lakini kiwa kina Job Ndugai wasiache siasa, waendelee kufanya siasa, maana Tanganyika lazima itarudi. Chama cha Mapinduzi ili kiwe salama kilitakiwa kutumia hizi kura za marehemu John Pombe Magufuli kufanya mabadiliko haraka ya katiba na mwelekeo wake. Kinyume chake kinajiondoa chenyewe katika kuaminiwa na walio wengi, hasa wananchi wa Tanzania bara iliyokuwa Tanganyika. Kwa hiyo kuyafikia haya, lazima rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asiharakishe kufanya uchaguzi. Ipange ratiba ya mambo ya kuyafanya ili kufikia katiba mpya. Ipatikane, wananchi watambue taifa lao lina mwelekeo gani. Kisha baada ya mambo kukamilika, waachie wengine. Watu wawe na amani na kuondoa dhana ile ya muungano unaotetewa na viongozi tu. Maana mwanakwetu ninatamani muungano unaotetewa na wananchi wote. Mwanakwetu upo, kumbuka tu imara wa Zanzibar ni ujio wa Tanganyika na pia ni kifo cha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina langu ni Adenadius Makwega na kutakia siku njema.